Of course ni mechi ngumu kwa sababu kila mtu anahitaji alama 3. Yanga wanahitaji alama 3 ili waweze kujikita zaidi juu kwenye msimamo, waendelee kuwa na uhakika wa kuongoza ligi mpaka raundi inayofuata. Na ukiangalia kwa namna kikosi cha Yanga kilivyo, of course hakina mabadiliko makubwa, yani timu yake ni ile ile. Amebadilisha mwalimu, amekuja Hamdi Milodi, lakini bado timu imekuwa na ubora ule ule ambao tuliona chini ya Sidramovic. Na tangu ameingia Hamdi Milodi pia hajapoteza hata mchezo mmoja. Mechi zake zote amepata matokeo ya ushindi. Ni mechi moja ambayo alipata sare. Uniuchi kwenye ile mechi pia alikuwa bado alikuwa ameshatangazwa kama official coach wa Young Africans, lakini hakuwa kwenye benchi la ufundi kwa kusimama pale kwenye touchline. Nakumbuka ilikuwa mechi dhidi ya JKT Tanzania kama unakumbuka. Ndio mechi pekee ambayo amepata sare. Nyingine zote amepata matokeo ambayo ni mazuri, ameshinda. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye hajapata matokeo mabaya kwenye siku za hivi karibuni, amekuwa na muendelezo wa kupata matokeo mazuri sana. Lakini pia baadhi ya wachezaji wake ambao walikuwa hawapo kwenye ubora wamerejea, lakini pia kutokana na break ambayo watu wameipata kidogo wakapumzika, kuna wachezaji ambao pengine watakuwa wamerecover zaidi, wamekuwa bora zaidi kwa maana ya kujiboresha zaidi kwa wale ambao walikuwa na changamoto ndogo ndogo. Kwa hiyo ni timu ambayo imekamilika kusema ukweli. Yani mpaka sasa hivi sijapata taarifa ya injury ya mchezaji yoyote yule ambaye ni bora kwenye kikosi cha kwanza au ambaye anacheza mara kwa mara kwenye kikosi cha kwanza. So nategemea kuona squad hiyo ikiwa ile ile ambayo tumezoea pia kuiona kwenye mechi zilizopita. Lakini ni mechi ngumu zaidi kwa sababu walipoteza mechi ya kwanza Wakwedula kwanza wakiwa na kikosi hiki. Lakini wakati ule wanapoteza mpaka sasa hivi Yanga tayari wamebadilisha, wamepita makocha wawili kwenye nyakati tofauti. Sio? Walipoteza timu ikiwa chini ya Miguel Gamondi. Na hapo katikati baada ya Miguel Gamondi kuondoka amekuja Sidramovic, ameondoka, sasa hivi yuko Hamdi Milodi. Maana yake tangu wafungwe na Tabora Yanga imefundishwa na makocha wawili mpaka sasa. Kwa hiyo tunategemea pia kuona approach ya tofauti na ile ambayo walitumia kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Tabora ambao walikuja akapoteza mchezo. So kwenye changes za aina yoyote ile ambayo tutaiona leo kwa Young Africans, naamini kwamba ni changes ambazo zinaweza kuja kuleta matokeo ya mabadiliko kwenye kikosi, ambazo zinaweza aidha kuifanya Yanga tuione ikitawala zaidi mchezo, au tuione Yanga pengine ikiendelea kustruggle kama Volestar kwenye mchezo uliopita. Kwenye mchezo uliopita Yanga alimiliki sana mpira, lakini hawakuweza kutengeneza nafasi ambazo zinaweza kuwapa mabao. Lakini wale Tabora wao hawakumiliki sana mpira, lakini walitengeneza nafasi ambazo zinaweza kuwapa zaidi mabao. Na sasa hivi pia ninaamini ndio approach pia ambayo wataitumia, kwamba hawataenda kupishana Young Africans, bado watakachokifanya ni kukaa zaidi nyuma ya mpira na kuangalia namna gani ambavyo wanajilinda ili kuhakikisha kwamba hawapi Yanga nafasi kubwa ya kutengeneza mabao, lakini pia waweze kuibana Yanga isiweze kutengeneza nafasi nyingi.